Ania. Abe. Wewe unajua mimi hapa muda mrefu sipo. Na sababu ya kutokuwa hapa wewe unifahamu. Ila mimi nimekuja kwa jambo moja tu hapa. Nimekuja kumfuata mwanangu. Mwanao? Wewe una mtoto hapa? Kwa aibu leo niletea hapa mtaani. Mtoto umemwacha akiwa mdogo. Na hata hivyo mtoto hamjui baba yake. Nimeshamwambia baba yake amefariki. Baba yake anamjua Mgarusi. Ania. Kwani wewe unaamini huyo Mgarusi yeye ajui kama yule sio mwanawe? Anafahamu fiti. Na nimemwambia baba yake amefariki. Sasa kuna ugumu gani mimi kupata mwanangu? Kutokana miaka mingi umeondoka, mtoto hakujui na sijamwambia kabisa kama yeye ni baba yake. Sasa nafikiri mtoto atakuelewa vipi kama yeye baba yake? Haijalishi. Na hayo maneno naongea mimi sielewi. Sikiliza nikwambie. Tena ukome. Umsimamisha mwanangu, kumpa salamu aniletee mimi. Ania. Ania. Jua hilo swala liwezekaniki. Kwa vyovyote vile lazima nitampata mwanangu. Nakuja. Vipi mwenzetu? Mimi siniona hapa. Na hapa ukumbini na kama sebleni hapa. Kumbe wewe unatangaza una hela hiyo ndio unaenda kumalizia kwenye kule. Usisumbue mimi sina hela. Hapa. Lala, na mimi sikuinui. Utalala hapo hapo. Wewe mbali wewe tena utalala kesho. Mesha kiongea babako sijalizika huko hapa nyumbani. Kwa hiyo unachohitajika wewe usome. Hela hii hapa chukua nenda shule. Sasa. Ila hela hii babako ajui. Sasa akija kijusu tu kwa hivyo mama. Hata kama akijua, yaani kulewa kwake yeye na kukupeleka yeye shule bora nini? Na akikuuliza usimwambie hela mpata wapi. Shika nenda shule. Hai. Bwana Ngalemwa. Unajua kila nikaa hivi moyo wangu unakosa amani sana. Hivi baada ya amani Ania bibi mwanangu. Unasonga kwambia kitu kimoja. Kwamba ni kweli na ni haki yako ulifanya ile swala wewe kupata mtoto wako. Lakini inakuwa ni ngumu. Inakuwa ngumu kwa sababu kwamba Mgarusi anajua kila kitu kuhusu ule mtoto. Mgarusi ameambiwa kabisa kwa mtoto babake amekufa. Sasa leo hii wewe kwamba uchukue jukumu kwenda kumpata mtoto, unampata pataje mtoto? Wakati mtoto ameshauri babake kama ameshakufa tayari. Ngalemwa. Wewe hapo.
Alafu unajua kuna kitu kimoja sijui. Kama maneno ambayo unazungumza kama unarudia tu yangu. Mimi anaona maana naye. Na amenipa taarifa zote hizo ambazo unaweza. Ila kuja na majibu kama mimi mwanangu nitampata. Sawa. Kama Ania mwenyewe ameshakuanishia kwamba mtoto wake utampata, haina shida. Tume Mungu ajalie heri mtoto wako mpate. Lakini hilo ndio kubwa ambalo mimi narudia. Unaona muda wote mimi nakaa na wewe lakini sipo. Yaani mawazo yangu hayapo hapa. Na unajua vitani nimekutana na mimi. Lakini haiwezekani damu yangu ipotee. Kwa kweli mimi namhitaji mwanangu. Na naamini kwa njia yoyote ile lazima nitampata mwanangu. Yaani hilo siwezi kukubali. Damu yangu mimi ilipotee, siwezi kukubali. Basi sawa, haina shida. Ndio hivyo. Shakila. Abema wangu. Kumbe upo huku. Sasa mke wangu, nimetoka kuoga, nimeingia zangu ndani, nimevaa, nataka nitoke niende barabarani, naangalia katika mifuko yangu humu, pesa niliweka jana hamna. Pesa ipi unazungumzia? Jana japo nililewa, lakini nimerudi hapa mimi nina pesa nilibakia nayo ndani ya mfuko yangu. Lakini nashangaa mpaka naamka sioni. Kumbe pesa unazo. Uchomfaisha mtoto umkalisha nyumbani asiende shule sababu yake nini? Kwani ina maana unafikiri mimi nakataa mtoto asiende shule? Au mimi napinga mtoto asiende shule? Lakini pesa mimi sina ya kulipa ile michango, na ndio maana mimi nikasema apumzike hapa chini, nikipata pesa taenda. Ile ilikuwa ndio pesa yetu ya kula. Sasa mimi pesa nimempa mwanangu. Kwa hiyo pesa umechukua wewe? Ndio nimechukua na nimempa mwanangu kwenda shule. Aya, sawa. Sasa leo tunakula nini? Pesa umechukua bila hata kunipa taarifa, bila kuniambia. Odi. Sasa hata wewe mtoto mwenyewe akirudi anakula nini sasa? Odi. Nataka kufungulia simu. Yaani mambo ni wewe tu hawaja. Basi ya hata kitu maana. Mwanangu. Karibu. Asante. Mjomba. Mjomba, karibu. Mjomba, karibu mjomba. Asante. Tena mpokee begi. Karibu sana mjomba. Asante mjomba. Mjomba. Mjomba, karibu mjomba. Asante akashikwa paka mjomba. Kama shangazi. Sima tu sijui. Za huko kutoka. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Za juu peleka vitu ndani ya baadaye utamuuliza. Ai, mbona mnaye kwa nini maana kesi mama? Mjomba tuingie. Bwana. Ninachoshukuru kwanza kwa kurudi salama. Umeenda salama na umerudi salama. Lakini vipi maisha ya huko ulipokuwa? Mjomba bwana, mazingira ya huko ni kawaida tu. Changamoto za kawaida kwa kila anayesoma. Lazima atazipitia. Kwa hiyo siwezi nikajaji sana kuhusiana na hiyo, ni kwamba ni kawaida tu. Sasa mjomba, mimi nashukuru sana baada ya kutanguliza hiyo shukrani. Niseme jambo moja kwamba umerudi nyumbani. Hapa ni nyumbani kwako. Ndio, kama umerudi hapa nyumbani kwa kipindi hichi chote unichosubiria kupata ajira, kwa sababu mwenzetu umesoma na umepata elimu ya kutosha tu. Nina imani hiyo mjomba. Ndio. Hata mimi Kiswahili kile cha Kiingereza, English sijui, na mimi utanifundisha. Lakini tuachane na hilo. Nahitaji tushirikiane masuala ya shamba ukiwa unasubiria majambo yako. Maana lile shamba letu la bondeni pale, kwa mzee nani pale? Mzee Logolo, kwa mzee Songa. Mzee Songa. Kwa mzee Songa. Lile shamba bwana tumelipata bwana. Limerudi mikononi mwetu. Pale tashughulika tupate mazao. Maana ilikuwa naumiza kichwa, unajua kila tangu niliponyamba bwana mgogoro ile shamba bwana mgogoro mkubwa umetokea huku, kwa hiyo
Na kingine hapa mjomba, kuna ajira zimetoka, zinataka kutoka, yani zina fukuta kijijini. Ajira gani tena mjomba? Serikali, kuna ajira za kiserikali na kuna vyeo vya kiserikali hapa. Kama kwa wewe, kwa sababu mjomba umesoma, basi tutafanya mpango na wewe utapenya na nini, nitamwambia na wewe rafiki yangu anoka kule chini kule, sema wewe umjui kwa sababu ulipoondoka ulimwacha yeye pale Agada Jamia. Alikuwa pembeni kule chini. Ndio. Nani sijui. Kwa hiyo nitamwambia yule ili mradi akufanyie mchakato upate, sababu kuna serikali za mitaa, kuna shule kufundisha sekondari, kuna sekondari imepatikana mpya mjomba. Kwani imeshaisha ile? Ujamaa inaitwa ujamaa. Unataka kuniambia wanafunzi washaanza kusoma pale? Iko safi kabisa. Na hospitali ipo karibu wale pale. Kwa hiyo pale mjomba unaweza kupata ajira, na kama utapata ajira hizo basi Mwenyezi Mungu atasaidia na sisi wote tutanufaika. Basi sawa. Mimi nikuondoe hofu juu ya hilo. Shughuli za shamba tutakuwa pamoja mpaka pale itakapotokea ajira kulingana na kile nilichokisomea, basi ndio hivyo. Haina shida mjomba. Mjomba za muda mrefu bwana. Mjomba namshukuru Mungu. Sipo vizuri. Sasa mimi nashukuru umerudi, umetuona mjomba zako. Kuna matatizo aina yoyote uliopata, mitihani yoyote shuleni? Mjomba, changamoto katika masomo, changamoto zipo lakini za kawaida tu, sababu ndio kama unavyojua tena chuo ni tofauti na shule ya msingi. Yaani chuo muda mrefu tunatumia katika kujisomea, kwa sababu unajua tena mitihani hapa na hapa. Yaani kila baada ya mwezi utakuta mara test mara. Kwa kweli mjomba, niache kwanza nienepe. Nashukuru tu kwa kumaliza salama. Basi bwana, sisi tunashukuru. Sisi bwana mjomba tunakutegemea wewe tena na elimu yako hii ufanye vizuri na sisi uje kutugomboa. Umeona? Maana hii kila siku shamba nenda rudi na miguu. Afadhali tena mjomba upo huko, ukitoka huko ukipata ajira utatuleta hata basikeli. Mjomba bwana, kwa hilo usiwaze. Ni jambo la kuomba Mwenyezi Mungu tu, kwa sababu ndo kama chuo nimeshamaliza. Naomba Mwenyezi Mungu tu, yani ajira nipate kwa haraka ili bali niweze kuwasaidia katika changamoto kama hizo mlizokuwa nazo, kama shamba. Kipindi nipo chuo tukiwasiliana kupitia simu. Bwana mjomba bwana, wakati wa kilimo umeshafika, lakini bwana mimi mjomba wako nipo vibaya sana, ni dawa sina. Kwa mimi huwa inaniumiza sana. Kwa endapo nitapata ajira, ni jambo ambalo lipo katika nafsi yangu, lazima nitawasaidia. Siwezi kuacha. Sasa kama unatukumbuka sisi tunashukuru. Ila sasa mjomba, kwa muda huu wa mapumziko unaonaje uje kukaa hapa? Yaani tuwe wawili hapa. Mjomba bwana, hilo swala kwangu bwana itakuwa gumu, kwa sababu mjomba mimi naona wewe kabisa unataka mimi kazi zangu ndani zinielemee mimi, kwa sababu mjomba wewe mke huna. Mjomba bwana, sasa wewe unisaidia mimi unaona taabu bwana. Yaani mjomba, changamoto nilizozipitia huko. Niache kwanza nipumzike kule kwa shangazi kwanza. Maana hapa nitakuwa sina muda kabisa wa kuzurura. Basi hamna taabu bwana. Haina neno. Bali. Zima. Vipi? Unatoka shule? Soma kweli au ni mchezo? Soma. Vipi, nasikia uko shule kwenye michango? Vipi, wewe ushatoa? Hata sijatoa. Ila leo kuna kikao. Kikao, baadhi wametoa, mimi sijatoa. Pole sana. Asante. Pole. Asante.
kaka yangu.